KEVI Academy ndio wameanzisha tamasha la Bashasha Festival. Aidha, tamasha hili lina lengo la kuendeleza na kutunza utamaduni wetu pamoja na kutoa elimu ya afya kwa jamii sambamba na usajilishaji juu ya masuala ya utunzaji wa mazingira. Aidha, napenda kulitambulisha tamasha la Bashasha Festival ambalo linatarajiwa kufanyika siku ya kesho tarehe 24, siku ya Jumamosi, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 6 za usiku. Tamasha hili linatarajiwa kufanyika Bungi kwa Bihole, katika magofu ya Bihole. Na sababu za kuichagua Bungi kwa Bihole, tamasha linahusiana na utamaduni. Historia ni sehemu ya utamaduni. Hivyo tamasha hili litakuwa lina tabia ya kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutokana na nature ya activity zenyewe. Aidha, sehemu ya pili kutoka kule kwenye magofu tutatumia uwanja wa mpira wa Bungi barabarani kwa ajili ya baadhi ya activity. Hivyo napenda nichukue nafasi hii kuwatajia baadhi ya activity ambazo tutakuwa nazo katika tamasha hilo. Aidha, kwa muda wa asubuhi kuanzia saa 2:30 hadi saa 6:30 tutakuwa tuna uzinduzi ambao utaambatana na maonyesho mbalimbali ikiwemo ngoma za asili pamoja na maonyesho ya mavazi ya utamaduni wa mataifa ama mataifa mbalimbali ikiwemo sisi wenyewe wenyeji wa Kiswahili. Kutakuwa kuna wa Kiarabu, Kihindi na wa Komoro vile vile. Aidha, tumeyachagua hayo kutokana na mwingiliano tulionao kwa historia yetu na utamaduni wetu wa hapa Zanzibar. Lakini pia katika activity zetu zitakuwa zina ile kesi ya kumove. Itakapofika saa 5:30 6 tutakuwa moja kwa moja tuna majadiliano ya kitaaluma ambayo yatafanywa na Chuo Kikuu cha Taifa Suza, wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Taifa Suza pamoja na wanafunzi wa Zanzibar University. Mada ni jinsi gani tutaweza kulinda na kuendeleza utamaduni na kuzuia swala zima la mmong'onyoko wa maadili. Hiyo imekuwa ni changamoto kubwa. Tamasha limeona ipo haja ya kuweza kuitumia jamii katika mkusanyiko huu kuweza kuwakumbusha yale ambayo yalikuwa ni muhimu zaidi. Lakini kwa muda wa mchana, baada ya mapumziko mafupi, tutakuwa tuna mechi ya mpira wa miguu ambayo itakutanisha kati ya timu Alfad na timu Marhaba kutoka pale uwanja wa ndege. Badala ya hapo, kwa muda wa jioni tutaondoka na beni kutoka pale uwanja wa Bungi hadi kurudi Bungi kwa Bihole kwa ajili ya kuzindua utamaduni, kuonyesha utamaduni wa Kimakonde. Utamaduni wa Kimakonde utaanzia historia. Kwa nini Wamakonde wamekuja na walikujaje, na zile activity zao wanazozifanya ikiwemo masuala ya jando, masuala huko jando kuna activity gani, lakini pia taratibu zile za kumtoa mwari ama kutoa wale vijana baada ya kukaa kwa muda mrefu, ambayo itaambatana na kinyago pamoja na ngoma ya sindimba. Aidha, baada ya muda huo burudani nyingine mbalimbali zitaendelea kutokana na mpangilio utakavyokuwa upo na kwa mujibu wa muda utavyokuwa kadri utavyokuwa na turuhusu. Baada hayo machache, niwaombe sana ndugu waandishi wa habari, ndugu wananchi, kuweza kuhudhuria katika tamasha hili adhimu linalotarajiwa kuwa ni la pekee na la aina yake ambalo halijawahi kutokezea kwa hapa. Lakini pia tamasha hili likumbuke kwamba litakuwa ni la kila mwaka. Tamasha la kila mwaka, lakini ziko activity ambazo zitakuwa zinafanyika wakati wowote inapoonekana kwamba inafaa. Aidha, tamasha hili lina lengo la kuwazindua watu na kusaidia watu katika masuala mazima ya kuweza kuendeleza juhudi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na kusaidia utekelezaji wa sera ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, swala la uchumi wa buluu. Mheshimiwa Rais kwa mara zote alizokuwa akizindua Baraza la Wawakilishi alikuwa akisisitiza sana swala la utalii
ambalo watu waweze kubuni mambo mapya, vikiwa vivutio vya utalii pamoja na masuala mazima hayo ya ubunifu wa matamasha mbalimbali ambayo ataiwezesha kuitangaza Zanzibar kitaifa na kimataifa, lakini pia kuweza kutambulisha utamaduni wetu, kupatikana kile kitu tunachoita cultural exchange. Hivyo kwa udogo wake lilivyoanza, tukiwa tuna matarajio ya kuwa siku 2, lakini hili tamasha ni la siku 1 kwa sasa, na siku zinazoendelea tutaendelea kama matamasha mengine makubwa zaidi ya siku 1 na siku nyingine, na zitakuwa activity za kubadilika. YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online